Bwana, hii ni Viwanjani, tunaanza namna hiyo, na bila kupoteza wakati ni kwamba wababe wa soka nchini Simba na Yanga wameingia fainali ya kombe la Muungano visiwani Zanzibar baada ya kushinda michezo ya nusu fainali. Wababe hao watakutana katika mchezo wa Kariakoo Derby kesho kutwa Jumatano kwenye uwanja New Amani Complex Zanzibar kusaka bingwa mpya wa mashindano hayo, na Young Africans wanaingia wakiwa ndio mabingwa watetezi. Na moja kwa moja tukiwatazama Yanga ambao walikuwa wa kwanza kutinga fainali siku ya Jumamosi baada ya kupata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Azam FC. Magoli ya mapema kipindi cha kwanza ya Yanga yalitosha kuweka mlima mzito kwa vijana wa Frola Ibenge ambao walipata goli moja la kufutia machozi kutoka kwa Faisal Salum Abdallah Feitoto. Tuanze kuitazama mechi hii kwanza. Jinsi mambo ambavyo yalikuwa, ni mechi ambayo ilitarajiwa kuwa ni ngumu sana, mechi ambayo pengine haikufikirika kwamba Young Africans wangepata mabao 2 mapema kwa namna ile ambayo walipata, na vinginevyo God listen more. Pengine ile Azam ambayo ilikuwa inatarajiwa kuonesha upinzani kwa Young Africans na kutengeneza picha ya mechi ambayo ilikuwa inafikirika kama ambavyo nimesema awali, wapi ilikuwa shida? Yeah, na watu wakijaribu kukumbuka mechi ya bila ambayo ilikuwa ni ya ligi pale kwa Mkapa, ndo wengi wakaibua maswali, nini ambacho kilikuwa kimekosekana kwenye kuifanya mechi iwe ya ushindani. Unajua mechi inaweza ikawa ya ushindani sana dakika 90, lakini kama timu inaruhusu mabao, watu wanaondoa ile neno ushindani, kwa sababu maybe hawataki kushindanisha tena mbinu, wanataka kushindanisha scoreboard pale ilivyo, sio? Lakini kwenye kesi ya mechi hii kuna vitu viwili kwenye football. Kuna mbinu za mwalimu, kuna utayari wa kikosi. Utayari ile wanasema law of readiness. Sheria ya utayari ina apply eneo kubwa sana kwenye football. Mko tayari kiasi gani? Mnaitaka mechi kwa kiasi gani? Hicho ndicho kinachoendaga kutofautisha kati ya mbinu na utayari, kwa sababu unajua Azam kafungwa mabao 2 haya yote akiwa anamiliki mpira yeye. Maana yake unaweza ukarudi kwenye angalia hapa wameiba mpira, angalia pasi ya Pacome kwa Okelo, through ball, Dube anakimbia behind mgongo wa Yoro Mamadou. Angalia Max ni kiungo lakini anavyofika kwenye box ni kama striker. Nini maana yake? Young Africans wanaonekana training anaifanya Pedro Gonçalves nyingi anasisitiza sana tukiwa hatuna mpira tuwe hatari kuliko tukiwa na mpira. Angalia timu yao ikiwa haina mpira, lineup ya wachezaji walivyo. Mtozi kama aturudishia, Azam wanapopasia, wakati Yanga wanatakiwa wajiandae kukaba, wao ndo wako kwenye front foot, ukinaswa tuwe tayari kwenye mguu wa kuondoka. Sasa timu inakuwa hatari sana ikiwa na mfumo huu, yani wakiwa hawana mpira, namna wanavyo seti switch zao ambazo zitawasha taa kwa haraka wakiwa wameupata mpira, hicho sio kitu cha masiara, kwa sababu hii inaitwa positive transition, kutoka kutokuwa na mpira na kuupata mpira. Wewe angalia movement za hao wachezaji, line ya wachezaji watatu wanakimbia, yuko Pacome, yuko Max, yuko Dube, hao wote ni wachezaji wa ushambuliaji. Ukiona ile line inatembea kwenye chain kama hiyo, kwenye mnyororo kama huo, hichi kitu washakifanyia mazoezi siku nyingi, wanakifanya kila siku pale Avic Town ama uwanja wote ambao wanaufanyia mazoezi, kwa sababu hii ni setup ambayo inatengenezwa kwenye uwanja wa mazoezi. Jamani, tunapopata mpira juu ya mstari wa katikati, movement zetu ziweje? Striker Dube amekimbia kule kwa winga, Pacome anakuja ndani, Max anakuja ndani. Ukishakuwa ni striker unakimbia kuomba mpira pembeni ya kiwanja, usha stretch defense ya wapinzani wako, sababu center back yoyote atalazimika kukufuata. Hapa panakuwa wazi. Max kafunga lile bao pakiwa wazi, hakuna mtu anayemdisturb, anabakia tu labda Jason Fuentes, kwa sababu Yoro analazimika kwenda kufanya backup kule upande wa kulia ambapo anaondoka Lusajo Mwekenda. Kwa hiyo kitu ambacho kiliua hii mechi ni uhatari wa Yanga bila ya kuwa na mpira. Angalia pasi imeanza vizuri, Akaminko anapasia ndani, amekuja kuiba Damaro. Hapo kulikuwa kuna wachezaji 5 wa Yanga wanaofuatilia hiyo move. Ukiangalia vizuri dhidi ya wachezaji wa Azam kwenye numerical advantage, faida ya namba, Yanga alikuwa tayari ana faida, sababu tunaambiwa kwenye zile sifa 5 ama tabia 5 za timu inavyotakiwa kufanya defense, wanasema principles of defending, namba 1 ni depth.
wewe unaoshambuliwa lazima uwe na namba kubwa kuliko anayekushambulia. Imagine Yanga walikuwa na wachezaji 5, Azam 4. Wanakuambia ukilevo tu idadi 5 kwa 5, wewe unaoshambulia huko kwenye hasara. Sasa imagine Yanga alikuwa na 5, Azam walikuwa na 4. Kwa hiyo kinachotokea, ukiona hii move hapa, tayari Young Africans wana wachezaji wao wamewakomiti 6 juu ya mstari wa katikati. Hiyo ni high pressing. Hapo ukiangalia hiyo video unaona wachezaji wa Yanga 5, wa Azam wako 4. Tena kati ya hao 4 wa Azam 3 ndo wako ndani ya boksi, mmoja yuko juu ya D. Kwa hiyo kinachotokea ni hapa Young Africans uwezo wa kupresi kwa haraka, lakini tumeshaupata mpira. Movement zetu zikoje? Je, mnaweza mkuwa mnaupata mpira mwaka robo pamoja na Andrew, alafu hamna movement za haraka, tutasema zile quick movements, hautakuwa unafaidika chochote, kwa sababu Azam watarejea kwenye shape yao, watakuwa na idadi labda ya 4 mbele, 4 wawili juu. Kwa hiyo bado watarudi na mtakuwa mmewini mpira, lakini hauna faida kwenu. Lakini mnapokuwa mmewini mpira mkafanya quick transition, badiliko la haraka kutoka kwenye kuwa hatuna mpira na kwenye kuwa tumeupata mpira, lile badiliko la haraka kale ka kipindi, kwa sababu transition sio kitendo, transition ni muda, yani kale ka muda unachokatumia kufanya badiliko la kumeupata mpira, kuandaa kitu. Hichi ndicho kitu ambacho kimeenda kabisa kuivuruga Azam, na nafikiri Ibenge katika nyakati ambazo amewahi kupitishwa kwenye tactics ngumu kwenye maisha yake, kuanzia akiwa na Association Sportive Vita Club, RS Berkane, Al Hilal na kadhalika, anaweza akakaa akasema hapa mimi ilibidi niingizwe darasani na Pedro Gonçalves kwa namna ambavyo timu yangu ina mpira, tumefungwa mabao 2 tukiwa sisi tunaumiliki mpira. Yani in a fraction of second tu, fumba macho na kufumbua, wakisha uwini wako kwenye goli letu. Sio movement ya kawaida. Hata timu kubwa barani Afrika ukiwafanyia hichi kitu lazima utaokota mabao, kwa sababu unawakuta wana defenders 2, unawakuta wamebakia na mtu mmoja chini, na wewe kama watu wako wanafanya execution, wanatekeleza lile tukio la mwisho ambao ndo the best, pasi ya mwisho na finishing. The best ilikuwa ni clinical, kwa sababu Maxi kafunga akiwa katika utulivu, Dube kafunga. Angalia Dube anavyo sprint nyuma ya migongo katikati ya defenders. Nani ameenda kumdisturb? Viungo walikuwa wakapi. Na ndio maana second half kuna mtu mmoja nilimwambia, hii game msimlaumu Yoro, Mamadou Diaby wala Fuentes. Hawakuwa na kosa lolote. Viungo wenu ndo walikuwa wana shida. Kwa sababu timu inapowini mpira, nani anaenda hata kufanya foul? Ile take one for the team. Unachukua yellow card moja kwa ajili ya timu, si ndio? Second half kilichotokea, kama unakumbuka, Sadio Kanuti si alisimamishwa mapema tu kipindi cha kwanza, cha pili kinaanza, Sadio Kanuti kaingizwa. Kutokea pale kulikuwa kuna bao lingine, kwa sababu alichokuja kugundua Ibenge, tunapasia ndani wana uwezo wa kuiba. Sawa, wameshaiba, tuna react vipi tena tuweze kurecover mpira kwenye himaya yetu? Hichi ndicho ambacho of course kwa Azam hakukuwa na kingine. Hao wakishaiba, angalia movement zao, wako front foot, hawahangaiki kupiga back pass, square passes, walikuwa wanapiga vertical pasi ambazo zinakuwa wima kuelekea kwa mpinzani, hasa kwenye goli lake. Kinga Mkono, niliona kama kuna kitu ambacho Young Africans walikistadi zaidi aliyozungumza Muro. Walikuwa na chukulia mipira katikati. Katika magoli yao yote mipira wamedokoa katikati, katika miguu ya wachezaji wa Azam FC. Na kilichosaidia zaidi kufanikisha mpango wao ni speed. Tumeuchukua mpira kufanya vitu kwa haraka, kukimbia kwa haraka. Inawezekana waligundua kwamba kuna udhaifu eneo la kati, kwamba pengine wachezaji wanaocheza eneo la katikati ya uwanja wa Azam sio wepesi, na tuitumie silaha kama ya kukimbia haraka tukishachukua mpira. Inawezekana kweli kwa hivyo. Kwanza kwa Yanga hiyo ndio sifa yao. Kama umewafuatilia Yanga, hata goli waliofunga wale Mwembe Makubi, zote zinafanana za namna hii. Yaani Yanga hii ni tabia yao. Yaani kuna kitu ambacho timu inakuwa na tabia yao Yanga ni hiyo, ambayo wanapopata mpira wao msimu wote tangu wanacheza, wakipata mpira, wanapokupola mpira, wapo ndo wanapokuwa hatari, kwa sababu wao pasi zao nyingi wanapiga pasi 3 mpaka 4 kufika golini kwako. Yaani pasi ya 4 au ya 3 inakuwa iko golini kwako. Na watu wao wazuri kwenye kufunga mipira ya mwisho. Kwa hiyo unaona kabisa jinsi gani Yanga walikuwa imara kwenye hilo eneo. Lakini kingine namwangalia Ibenge jinsi alivyozungumza. Unajua Ibenge baada ya mechi alizungumza vizuri sana kwamba tulikwenda kucheza kama tuko kwenye mechi ya kirafiki na hatakuwa mchezoni. Na ndicho kilichotokea, kwa sababu dakika 4 kiuchezaji timu wakati mwingine wachezaji wanakuwa bado zile akili hazija kwenye mchezo. Unaona mpira umepita, Yoro akawa kama vile amepigwa na butwa, huyu Prince anakimbiaje
kaingiaje mbele yangu? Yani alikuwa baada ya kukimbiza, tumefanya kosa, Akamiko kafanya kosa, Yanga wamepola mpira, lakini kuna mpira unapigwa mbele yangu mimi na mshambuliaji ambaye ni Dube. Mimi baada ya kumkimbiza Dube amebaki anashangaa. Dube amekwenda amefunga goli. Goli la pili vile vile Dube umeona ametoka amemzunguka yule Diaby. Umeona? Yaani ni kama mtu ambaye labda kwa sababu na atoka kwenye majeruhi, kwa unaweza kusema labda bado hajawa katika kile kiwango chake kizuri. Inawezekana ni mmoja wa mambo yamechangia. Tonga amerudi ni mechi kama ya 3 nadhani au ya 4 anacheza hii. Kwa inawezekana bado hajarudi kwenye ule ubora wake ambao yuko nao. Kwa hiyo wakati mwingine inawezekana kwa mchezaji kamsumbua wakati mwingine kukutana na mechi za namna hii, kwa sababu Yanga walidhamiria kuja kucheza mpira kwa sababu alijua Azam ubora wao kwa wapi. Mechi mbili zilizopita umeona zote za ligi hawakufungana. Mechi ya kombe la muungano la Mapinduzi umeona walivyocheza hawakufungana kwenye dakika 120 wakaenda kwenye penalty. Mechi ya ligi vile vile umeona jinsi Benga alivyokuja. Kwa hiyo Yanga walijua kwamba hawa watakuja kutukamia. Kwa hiyo sisi tutumie nafasi tunazozipata. Na Azam katikati Imidi jana hakuwa siku nzuri, kwenye mechi ya juzi hakuwa kwenye siku nzuri, pamoja na Kamiko ambao mechi zote wao wakiwa bora ndo Azam inaonekana bora. Kwenye mechi zidi ya Simba tuliona jinsi walivyokuwa bora. Lakini kwenye mechi hii Imidi alikuwa kidogo yuko mbali. Umeona? Alikwenda yuko juu akamwacha Damalo akatawala katikati. Duke Abuya akatawala katikati. Kwa hiyo Yanga wale viungo wao walikamata vizuri katikati. Wakatengeneza hizi move ambao ni za hatari kwao kupata magoli. Kwa hiyo nadhani kwa Yanga hii ni silaha yake ambayo mara nyingi amekuwa ameitumia msimu huu na ameonyesha inamlipa, kwa sababu ndo magoli yake yote, ukiangalia magoli yake 44 alifunga kwenye ligi, unaona yanapatikana kwenye aina hiyo ya uchezaji. Unaona ni timu ambayo inatengeneza mashambulizi ya haraka sana. Kama unataka kuwazuia Yanga, hakikisha kwamba wape nafasi hizo. Na sasa hivi kuna pacha mpya inaanza kuonekana ya Okero na Prince, wameanza kuelewana vizuri sana, kitu ambacho kitawapa wapinzani wakati mgumu, kwa sababu pale anapocheza Okero ni sehemu ambayo nadhani anaifurahia zaidi na anaweza kutengeneza mipira ambayo ni hatari kwa wapinzani. Na sasa kuna mtu ambaye sasa anaweza kuiba hizo nafasi. Kwa hiyo kama unapata mtu anaweza kutengeneza, alafu kampata mtu anaweza kuzimalizia, hiyo timu inakuwa ni hatari zaidi, kwa sababu unaona hii combination taratibu Okero tayari ana assist kwenye ligi 6 kwenye haya mashindano, anaanza hii ya 3 nadhani kwenye mechi. Kwa hiyo unamuona ni mshambuliaji ambaye ameanza kupata kile ambacho Yanga walikuwa wanakitegemea na Wanayanga walikuwa wanakitegemea. Kwa hiyo kama ana mtu wa kumalizia, basi Okelo atatengeneza pasi nyingi sana, kwa sababu ana jicho la kuona sehemu za kupitisha mipira. Umeona pasi anazozipitisha, yani unasema mkate kwenye siagi, kisu kwenye siagi, kisu cha moto ukitia kwenye siagi, so unajua yani kinateleza moja kwa moja, yani pasi ambayo inakwambia mshambuliaji kafunge. Umeona inakwambia funga, yani haikupi matabu, yani wewe unaenda unagusa mara moja. Umeona pasi nyingine ambayo ametoa Dube, amempa Max, yani inakwambia Max funga, yani ukikosa ni wewe mwenyewe uzembe wako, sio kwamba mpigaji amekupa pasi ngumu au mazingira magumu. Kwa hiyo ki defense Azam walikuwa wamepotea, wameparaganyika. Nadhani ndio maana kipindi cha pili kocha aliamua kufanya mabadiliko kidogo na ndiye akamlipa, na hata wenyewe wakarudi kwenye mchezo baada ya kwenda kuzungumza jana, vipi mbona tunacheza hivi, imekuwaje? Umeona? Kwa hiyo wamepata matokeo yasiyoridhisha, na wao wamekuja kupata goli lao moja, na goli lao moja umeona Faisal amejitahidi, kwa sababu ule mpira yeye ndo aliuanzisha pembeni na ilikuwa inaonekana kama isingekuwa goli. Umeona? Lakini tunamlaumu nani Boka, kwa sababu Boka alimwacha Faisal kapita nyuma yake. Umeona? Walikuwa wote pamoja huko. Umeona Faisal anaanza kukimbia. Umeona anakimbia, Boka anajogi. Umeona yule Faisal anakimbia, ameongeza speed, Boka amesimama, Faisal ameingia kwenye box amefunga. Kwa hiyo ametumia uwezo wake binafsi Faisal kuipatia timu yake goli, la siku ikawa sio siku yao, matokeo yakawa yameisha hivyo. Kitu cha kufurahisha jana ama cha kina upekee pia katika mchezo ule ni kuona Prince Dube ni mchezaji wa zamani wa Azam, ameifunga Azam, lakini Faisal Salum Abdalla japo sio mara ya kwanza lakini kwa sababu ni mchezo ambao wakutanisha hawa ambao huyu alitoka huku akaenda huku, wamefunga kwenye mechi moja wote. Au sio? Faisal goli lake la 3 anafunga Yanga. Na ni mara ya pili wakiwa kwenye mechi moja wote wana score. Mara ya pili tena. Nakumbuka ilikuwa ni mechi ya Ngao ya Jamii finali ya kufungua msimu juzi. Uko sahihi. Ambao Azam walifungwa 4-1. Uko sahihi. Fei alifunga, Dube akasawazisha, baadaye nafikiri Aziz Ki alifunga. Alifunga Boka, alikuja akapiga cross wakajifunga nafikiri. Yes, nafikiri unajua pamoja na Faisal kufunga jana, lakini binafsi nikisema katika wachezaji zaidi ya 25 waliopata nafasi jana, yani maana yake 22 walioanza na substitution na kadhalika ya juzi, bado wachezaji 5 ambao walikuwa na kiwango duni uwanjani, kwangu mimi Faisal anaingia.
sikuona namna aliwapa option ya Kaminko na huyo mwenzake Imidi kuifanya midfield triangle, pembe tatu ya katikati ya kiwanja kuwa na uhai. Unajua wale wamefanya makosa mengi sana kwa sababu ilibidi wao wanacheza laterally, wanatazamana kwenye njia ya ulalo, Imidi na Kaminko. Nani alikuwa anakuja hapa? Fei muda mrefu sana wa mchezo sikumuona katikati ya kiwanja. Kwa hivyo vyote mwenzako ana Damaro, ana Juka Buya, ana Pacom, ana Maxi, ana Okelo ambaye amevunja winga, yuko ndani. Midfielders watano dhidi ya wawili. Ulikuwa unategemea Azam wafanyaje juu. Na ndio bana Fei kwa kufunga goli inawezekana kwa namna moja ama nyingine kukaua mjadala. Lakini miongoni mwa wachezaji walikuwa na performance hazikudhihirisha, Fei, Pascal Msindo. Yani to be honest, walikuwa na jana nilihisi kwamba tunamalizia hapo. Nikasema labda tayari sasa hivi Azam imesha kuwa na taswira kwamba hii Simba na Yanga na mudo kushindana nazo. Of course, inawezekana wachezaji waliingia mental hivyo. Of course, lakini lazima mwaka robo ukubali kwamba wana tactician, wana mtu ambaye siku zote anawaza kucheza kwenye discipline. Jean Florai Benge ana wakina Anise Makiadi kwenye bench. Yani bado nachokiamini mwalimu alikuwa na bonge moja la plan, lakini hawa ambao ndo mwaka robo unawagusa wao mentality ya players kwamba hawa tunashindana nao. Si juzi tu tumetoka kucheza na Simba hapa siku ya Pasaka Aprili 5, tumetoa nao sare. Nyuma yake si Young Africans tumeruka nao 90 minutes sare. Kinga Mkono kazungumza habari ya mechi ya Mapinduzi imekwenda mpaka 120, wakaenda matuta, Yanga ndo wakashinda sare. Kwa hiyo kuna ile sasa kujenga hiyo kwamba tunaweza tukaruka, lakini kuna ile wachezaji kuichukua mechi. Je, hii ni siku ambayo tunaichukua kwenda kucheza mechi ya maisha yetu ama tukamilishe ratiba, mambo mengine yaendelee? Yani unajua hiyo kwa players ipo na kwa watu ambao wanacheza mpira ukifanya interview wanakuambia hata kama ni mechi ambayo inahitajika vipi, kuna siku tu players wanajikuta hawako mchezoni. Hii mechi utayari uko chini, yani utafanya kile unachoweza, lakini nani alikuwa to pick kwa wachezaji wa Azam ambao walikuwa na performance ya juu, hata utasema 7 juu ya 10? Ndio maana Ibenge akamaliza kwamba tulicheza kama tunaenda kucheza mechi ya kirafiki. Sawa, hiyo ni kuhusu mchezo kati ya Azam na Yanga, jinsi ambavyo ulikuwa mchezo wa nusu finali kombe la Muungano, na Young Africans wakibuka na ushindi wa mabao 2-1 na kujihakikishia kwamba wako finali. Lakini mchezo mwingine ambao ulisubiriwa kwa hamu kubwa sana lakini kukawa na taswira na mitazamo mingi sana mtaani kwamba huenda ikawa si rahisi kushuhudia dabi za Kariakoo mara 2 ndani ya siku 5. Ni kwamba kwa upande wa Simba wao waliibuka na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Mlandege kwenye uwanja wa Amani Zanzibar pale. Magoli ya kipindi cha pili kutoka kwa Suleiman Abdallah Mwalimu, Anise Ura na Nio Maema yaliipeleka Simba finali kwa kishindo. Ilikuwa ni kama surprise victory, ushindi wa surprise ambao walikuwa wanauona mbali wanaofuatilia ule mchezo. Kinga Mkono na kabisa kwa jinsi mpira ulivyoanza na jinsi Mlandege walivyocheza, uliona walikuwa na kitu na wana malengo ya kiuchezaji. Umeona waliweza kuwafanikiwa kuwazuia Simba kipindi cha kwanza chote. Umeona sasa labda inategemea Mpanzu katika siku ambazo nimeona ana kitu kingine ambacho kama atatumika vizuri na akapata nafasi zaidi kwenye hiyo nafasi, nadhani anaweza kuwasaidia kitu ile kucheza namba 9 pale. Ana kitu, ana mikimbio mizuri kwa sababu ana uwezo, ana kasi na anaweza kukota mpira. Moja ya sifa kubwa sana ya mshambuliaji. Kwa hiyo hizo tabia anazo, japokuwa najua sasa hivi ameanza kucheza kwa mara ya kwanza, anaweza kana asiwape kitu kile ambacho Simba anakitegemea, lakini ni mchezaji ambaye kama atapata muda mrefu wa kucheza hiyo nafasi kwenye mechi ndogo ndogo, nadhani kwa Simba inakuwa ni faida ya kuwa na mshambuliaji mwingine. Mbali ya Mwalimu wanakuwa na mshambuliaji mwingine ambaye anaweza kuja kuwafungia, kwa sababu Simba sasa hivi ina mshambuliaji tegemeo mmoja tu, Mwalimu. Umeona? Kwa hiyo akiwa na mtu kama Mpanzu kama mbadala wake, nadhani ni mtu sahihi kwa sababu ya jinsi anavyoweza kukimbia, anavyoweza kutengeneza nafasi pale mbele, anaweza kuwachachafya wachezaji wa timu pinzani na kutengeneza. Japokuwa alipata nafasi ya kufunga goli, sema akaanza kushangilia kabla mpira hujafika golini, ule mpira ukagonga mwamba ukarudi kwa ndani. Lakini kama angeweza kuwa na akili zile kwamba mpira nimeupiga, akaufuatilia, nadhani ilikuwa na nafasi yake kwenda kufunga goli moja, goli zuri sana. Lakini kiuchezaji unaona Simba walipata tabu hadi kipindi cha pili ambapo sasa kocha aliamua kuingiza majeshi yake yote kwamba sasa hii ishakuwa rangu ya tuingize jeshi tukacheze
tuonyeshe kile tulichokuwa nazo. Alikamua silaha zake zote akazileta uwanjani, ndio tunaona goli la kwanza linapatikana. Goli la kwanza linapatikana, tunamuona Chama jinsi alivyoweza kutumia uwezo binafsi kwenda kutokata tamaa, kukimbiza ule mpira kule, kwa sababu kipa alikuwa anakuja. Ulikuwa unaona kabisa kipa huyu anaweza kucheza ule mpira, lakini Chama bado akaingia kati. Kipa akafanya uzembe wa kuogopa kumchezea faulo Chama, akizani kwamba yuko kwenye box, kumbe kipa alikuwa nje tayari shatoka kwenye box. Na yule beki naye vile vile alikuwa karibu na Chama, naye akafanya uzembe hivyo hivyo wa kushindwa kumzuia Chama pale, kumzuia asiondoke, naye akamwacha. Kwa hiyo yule Okorocha akamwacha Chama akapita katikati yao. Alipopita katikati yao, mwalimu kwa sababu alikuwa anakuja kwa kasi nzuri, akakuta na pasi, akapiga shuti, goli la kwanza. Baada ya goli ile sasa Mlandege wakaondoka mchezoni. Unajua unatakiwa ubaki na nidhamu yako ile, lakini sasa baada ya ile goli la kwanza Mlandege wakaona sasa imekuaje. Umeona hapo kipa alipokuja, wote wawili wakawa wameogopa kumgusa Chama, wakiogopa kumchezea faulu. Umeona, ndio maana Chama akapata urahisi kuingia katikati yao, akapiga pasi alivyotaka. Kwa hiyo unaona kabisa baada ya goli walivyofungwa hao wakaondoka mchezoni. Kwamba sasa imekuaje, tushafungwa. Kile tulikuwa tunajivunia na kulinda akipo tena. Tunafanya tunafunguka. Walipoamua kufunguka wakakutana na goli la pili. Godlisten Muro. Naam. Hii mechi mpaka anakuja kufanyika mabadiliko ndo tunakuja kuona Simba wanapata kile ambacho kila mwana Simba na Simba wenyewe ndani ya uwanja walikuwa wanatamani kukipata. Mwalimu alikuwa ameshafanikiwa kimbinu, lakini kilichokuwa kimepungua ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, ama hizo mbinu zilihitaji hawa wachezaji ndio zije zifanikiwe? Swali zuri sana Mwakarobo, swali zuri mno. Yaani kwenye coaching kuna kitu kinazungumzwa kama correlation. Yaani correlation ni uhusiano uliopo kati ya mbinu na ubora wa wachezaji. Yaani inazungumzwa kabisa na ni subtopic ambayo inapaswa uifahamu vizuri. Ndio maana unaweza kusema Pep Guardiola akiwa na Nottingham Forest anaweza akashinda ubingwa, au Carlo Ancelotti ukimpa Getafe anaweza akashinda ubingwa wa La Liga. Yaani swali liwaga ni hilo tu. Kwa maana kumbe ili vitu viweze kukutana pale sakiti itengeneze umeme wake, lazima hivi vitu vyote viwili vikutane kwenye ubora. Mwakarobo ni kocha bora, akutane na quality ya kina Kinga Mkono waliokuwa bora kama wachezaji wake. Yaani hiyo ndo ilivyo. Hakuna popote duniani utasema hichi kitu kitaenda tofauti. Mourinho aliwahi kuwa bora akisifika kwenye uwezo wa kudefendi, kucheza kwenye counter attack. Alikuwa na watu wa design hiyo ambao wanaweza kuteseka kiwanjani kwa muda mrefu, kina Essien, kina Makelele, Inter pale kina Lucio, kina Walter Samuel, Cambiaso, Zanetti na kadhalika. Hichi kinachotokea kwa Simba, jana nilikuwa nimekaa nikasema, baada ya mchezo mimi nikaitafakari sana Simba, nikasema pamoja na kuwa dirisha dogo limewafaidisha sana msimu huu, kwa maana ila Disemba kuingia Januari ambao ndo wameingia wachezaji watano, yani Seura, Kibabage, Libase Gay, Chama pamoja na Mahmudu Tanja Kasali Jibo. Plus kocha mwenyewe kwa sababu aliingia Disemba ile ndo watu wanaenda AFCON, akapata ki-pre-season cha kuiandaa timu. Nafikiri Simba wana kikosi kimoja. Yaani Simba wana kikosi cha kwanza tu. Ndo summary niliyokuwa nayo usiku nawaza. Simba wana kikosi kimoja. Yaani hakuna kikosi cha ziada cha kuweza kuibeba timu katika nyakati ngumu ambazo zitahitaji maamuzi, ile when it matters most. Kwa maana ukiona timu inahitaji kuwa na mabadiliko ya kile kikosi cha kudumu ndo kije kifanye mambo yatokee, ndio definition ya kuwa na kikosi kimoja kilichokuwa hatari. Maana yake ni kwamba kama kimbinu ulifanikiwa dhidi ya Mlandege, wakakaa nyuma ya mstari wakati muda mrefu kipindi cha kwanza, ukiwa na kina Bashiri hao akina Morris Abraham, ukiwa na of course Mpanzu kama striker wa juu, si ndio? Lakini kwa nini mambo yalishindikana kufanyika kwa urahisi? Ni kwa sababu ilihitajika akili ya watu ambao wamezoea kufanya mambo makubwa yatokee. Yaani unataka kuniambia hawa kina Morris Abraham hawataki kufanya mambo makubwa kama Chama? Lakini quality bado tunazungumza, uwezo binafsi, ukomavu tunazungumza, ulishafanya mara ngapi ile trial and error, ushajaribu na kukosea mpaka ukawa bora mara ngapi? Nafikiri kwa Simba bado tutazungumza, ili mbinu zao ziweze kuzaa matunda bado lazima ile quality walioizoea iwepo. Kwa nini mwalimu mara ya pili mfululizo ndo anakuja ku unlock game?
mechi yao iliyopita robo finali ilibidi atoke bench aje kuifungua mechi. The same jana ilibidi atoke bench aje kuifungua mechi kutoa tension. Kwa sababu ingetokea wanafika dakika ya 75 80 bado bila inabonyezwa button inaitwa panic mode. Timu inaenda ina panic. Unaanza kufanya vitu ambavyo vinakuwa nje ya plani ambayo mlikuwa mmejiwekea ndani ya kiwanja. Matokeo yake mnaweza mkaenda matuta hayana wenyewe, tayari tunasema mbuyu umedondoka, au sio? Lakini kwa kile kilichotokea ni kile ambacho tunasema ili mbinu ziwe bora, lazima quality ya kuja kufanya hizo mbinu iwe bora, kwa sababu eneo la namba 10 mimi ndo sikuona la bunifu. Utaniambia kwa nini Muro? Nitakwambia kwa nini kwenye eneo lile tangu kipindi cha kwanza hakukuwa na ubunifu wa kumsababisha mshambuliaji abakie na golikipa mara mbili ambavyo walikuja kufanya Chama. Kwa sababu ni kitu tu cha kujiuliza, Mpanzu kakokota mpira mara ngapi kama striker? Unajua ni mbaya sana kuona striker muda wote anatoka katikati yeye akokote kwenda juu. Maana kuna mtu hapa alitakiwa hafanyi ile kazi ambayo inamlazimu Mpanzu kufanya. Very sure atakiwa afanye ile kazi ili Mpanzu awe na distance ndogo kati ya yeye na golikipa wa wapinzani. Ukishakuwa na distance ndogo hutatumia energy kubwa. Kama hutatumia energy kubwa utabakia na energy kubwa ya kufanya maamuzi ya mwisho. Ndio maana Mpanzu kuna mipira alikuwa anafika anabutua na babatiza watu. Sababu nishati ikishakuwa imeshuka kwenye kukimbizana, execution ya jambo la mwisho lazima litakuwa mbovu, kwa sababu umeshatumia nishati kubwa. Ile nishati ya kiakili ya kumalizia jambo la mwisho imeshaisha, utajikuta ufanyi chochote ambacho kina concentration, kina umakini. Kwa hiyo anapoingia Chama anakuambia wewe Mpanzu sikiliza, wewe Aniseura sikiliza, wewe mwalimu sikiliza, kaeni kwenye maeneo yenu. Ni sawa na Andrea Pirlo alishawahi kuzungumza. Pirlo akiwa AC Milan alikuja pale Kevin Prince Boateng. Kevin Prince Boateng anaingia pale, alikuwa midfielder wa Ghana na asili ya Kijerumani. Akawa ananyosha mkono. Pirlo kwenye dressing room akamwambia sikiliza, mimi ni Andrea Pirlo, shacheza na Inzaghi, Shevchenko, kina Crespo. Wewe usinyoshe mkono. Mimi nikishakuwa na mali na uona uwanja mzima, run to your position, kimbia kwenye nafasi, mimi nitakuwekea mpira. Usipowekewa rudia tena kurun, fanya na kufanya. Sasa Chama ni na mchezaji ambaye atakwambia kaa kwenye position yako, kama sitakufikia sasa hivi dakika 5 nitakufikia, dakika 10 mbele nitakufikia. Na ndio maana wakati ameingia Chama, angalia wale wanaume walivyokuwa wanakaa kwenye position. Ukiletewa bao alizofunga Aniseura ni definition ya akiwepo mtu anayefanya mambo yatokee kwenye namba 10, players wote wanakaa kwenye position zao. Chama wakati anapiga pasi kwa Ura anafunga bao la pili, mwalimu amekaa kwenye position, Ura amekaa kwenye position. Options zinakuwa nyingi na ukishakuwa na mbunifu, mtu ambaye ni creative kiwanjani, players wenyewe wanakuwa kama drafti. Wanakuambia baba, tutafikiwa na mpira, tukimbie kwenye maeneo yetu. Na ndio maana kuingia kwake kukawafanya watu sasa waanze kutafsiri maeneo na sio kutafsiri matukio. Yaani unajua kuna players wanataka kutafsiri tukio, nitafungaje? Nitasababishaje kona? Nitasababishaje penalty? Lakini ukishakuwa na mbunifu unaanza kutafsiri maeneo, nikimbie wapi ili mradi nikamatwe kwenye offside, nikimbie wapi ili mradi niweze kuvunja line fulani. Kwa hiyo nafikiri kesi iliyopo kwa Simba bado wanaumaliza msimu, watajipongeza kitu kimoja tu mwaka robo na kinga mkono. Wataweka tiki tu kwenye eneo la usajili wa dirisha dogo ulivyokuja kuifanya timu ikawa na reaction tofauti na ile iliyoanza ya kina Pantev, ya kina Fadlu, ya kina Mutale, kina Mukwala, Kibu. Wanaweza kusema my friend, kama tunaweza tukatuliza kichwa, tunaelekea dirisha kubwa la Juni, Julai, Agosti, inawezekana tukafanya jambo kubwa zaidi. Kama tu hichi kidirisha kidogo kimeweza kutupushi hivi, timu unaona ina dominate, inacheza kwa swaga kama timu kubwa. Unajua raha ya timu kubwa, ukienda hata mwaka robo hata usipoambiwa scoreboard hapo, hebu angalia timu fulani imevaa jezi fulani, utajua tu timu kubwa iko wapi. Kwa sababu muda wote wako kwenye hafu ya mpinzani, muda wote wanadominate matukio, wao wanakuwa active, ndo wanaamua matukio, wenzake anakuwa reactive, yeye ndo anajibu. Kwa hiyo nafikiri kwa kile ambacho kilifanyika second half ni uthibitisho tosha, si tu ubora wa timu, ni uthibitisho kwamba Simba wanamaliza msimu lakini wana kikosi kimoja. Yani ile nguo ya sikukuu ya kuirudia Eid, Christmas na kadhalika ni moja. Yes. Bwana, nilikuwa natazama ile pasi ya Chama ya bao la pili. Mpira ulikuwa umetoka ni kwa Mahema. Anatoa pasi lakini kabla mpira hujamfikia katika marudio ya unajua marejeo ya picha yanakupa nafasi ya kuona vingi. Sasa nikasema mbona ni kama
ameuomba ule mpira, lakini alishajua nitaupeleka wapi kabla hauja, yani alisha anticipate kwamba kama yule Maema ananiletea nitaupeleka wapi. Ana ndo kanuni ulipokuja tu akauminya kidogo kutuliza apate uhuru wa kupiga touch ya pili kani kuweka kwenye njia. Sasa ni kanuni ya mpira ndio hivyo nasema. Siku zote wakati mpira unachezwa pale, wewe mchezaji unatakiwa unatengeneza njia tatu za mpira wako kuupeleka. Kuna njia ya kwanza, njia ya pili, njia ya tatu. Kwamba njia ya kwanza ikizuia nitapeleka njia ya pili. Njia ya pili ikizuia nitapeleka njia ya tatu. Lazima kuna sehemu kutakuwa na nafasi ambao wewe mchezaji ukikaa kwenye nafasi ya kiungo inakuonyesha hizo. Na ukikosa hiyo tabia, usistahili kuwa kiungo wala usistahili kuwa mshambuliaji. Kwa sababu hizo ni tabia za watu ambao wanacheza lile eneo la juu. Kwa sababu kuna watu wengi wanakuwa wanawazungukeni. Kwa hiyo sasa unapopata mtu kama Chama ambaye sasa ana hilo jicho, umeona kwamba anajua mpira unapokuja pale kuna mtu mimi nitapitisha kwenye ile njia. Na ndio maana yeye tayari ameona ule mpira ulivyokuja tu, anajua mimi mpira naupeleka wapi. Kwa sababu ule muda wa kusema mpira ufike ndio uanze kufikiri, tayari adui ameshakufikia mguuni. Kwa hiyo unatakiwa uanze kufikiri kabla mpira haujafika. Na ndio wachezaji wengi wanakosa hiyo sifa. Sasa ndo wanajikuta muda mwingi mpira ukifika ndo unaanza kuhangaika utupeleka wapi, adui anakufikia mguuni anachukua mpira. Kwa hiyo Chama hiyo sifa anayo kwa sababu ya aina yake ya uchezaji, ni mtu ambaye anamudu hiyo sehemu. Na ndo Chama, unajua Simba inacheza lakini Simba ni timu ambayo inaenda taratibu sana kwa mpinzani. Ni kwa sababu ya Chama. Yaani Chama yeye anahitaji anakuja taratibu. Jana tulimwona alikimbia lakini mara nyingi anakuja taratibu na timu. Kwa hiyo ndio maana Simba ukiona muda mwingi mechi zao nyingi wanapata tabu sana kupata magoli yale, sio kama Yanga. Yanga sio wanavyokimbia. Wakipata papa wanakimbia kwa sababu kuna watu wanakimbia. Lakini Simba wao wanakuja na pasi 5 hadi 6 hadi 10 ili wakufikie. Na wanaamua taratibu kutokana na Chama alivyokuwa anataja mpira, atulie, aucheze. Kwa umeona pale amepata ule mpira unamuonyesha kabisa kwamba mimi naweza nikaupiga kwa mwalimu. Na mwalimu alikuwa anaweza au yeye mwenyewe angesema kwenye ile goli la pili angesema napiga, angeweza kupiga na angeweza kufunga vivyo kwa sababu ilikuwa inampa nafasi hizo zote, inamwamlia ni yeye afanye nini kwenye huo mpira. Kwa hiyo nadhani hichi ni kitu kikubwa ambacho wachezaji wengi wanapaswa kukijua na kujifunza siku zote. Mpira unatakiwa uamliwe kabla haujafika mguuni kwako. Umeona hapo? Na Anise alikuwa mjanja, kutaka kutoka angekutwa kwenye offside. Alisubiri kwanza uguswe mpira. Alisimama kabisa. Ndio ile nilikuwa nakwambia watu wamezoeana. Mchezaji akiwa mbunifu, wote waliomzunguka wao kazi yao ni kukimbia kwenye maeneo. Muangalie position ya Mwalimu kama Mtozi atarejesha. Position ya Selemani Mwalimu ilikuwa kushoto kwa Chama. Anampa nafasi ya pili. Seura ilikuwa ni kulia kwa Chama. Nafasi ya tatu angepiga mwenyewe. Na hata huyo Maema aliyempasia Chama, muangalie Maema alikuwa anakuja pale. Kwamba Chama angeweza akamwekea akasmash kama Maema alivyofunga bao la 3. Sasa alichokuwa anaongea Kinga Mkono ni kweli. Yaani tunachozungumza hapo, hiyo terminology wanasema ni scanning. Yaani lazima uweze kuscan. Kuskani ni nini? Kuweza kujua mashimo nitakao udumbukiza mpira kabla hata sijaupokea. Angalia pale. Angalia Mwalimu alipo. Muangalie na Ura alipo. Sijui kama umeelewa vizuri. Wanaamini ile option inakuja kwa nini Mwakalobo? Wanaamini huyu anaweza kutufikishia mpira hapa tunaposimama, ili eneo tulilopo, huyu anafikisha huu mpira. Na ukishakuwa unafanya scanning ama lugha yetu ya mtaani ile ukishakuwa unafundisha madogo mtaani ama vijana wanasema take shoulder. Kiungo yoyote mbunifu anafanya take shoulder, yani muda wote shingo yake inazunguka kwenye bega la kulia nyuma ya bega la kushoto. Kujua naweza nikaupeleka. Ukipitia kama kuna mtu anaweza akapata muda wake, anayetazama akaenda labda YouTube akapitia uwezo aliokuwa nao Fabregas, Xavi Hernandez, Andrea Pirlo, na akawaangalie tu sio wakiwa na mpira, kabla hajapokea mpira amesha take shoulder kuangalia kulia na kushoto kwenye mabega yake nyuma zaidi ya mara 10 kabla hajaupokea mpira. Imagine muangalie Sergio Busquets. Busquets anakuja kwa Gerard Pique na Puyo kuomba pasi ama kwa golikipa Valdez, kasha take shoulder mara 10. Yani kashajua huu mpira Jordi Alba kasha overlap, yuko mbali. Huu mpira sitaufikisha, lakini tayari naona kuna mtu anakuja Xavi hapa. Kwa hiyo ana option 100, na ndio maana unajiuliza kajuaje? No thank you. Yule hana side mirrors, hana macho kwenye visogo. Anachoamini nimesha take shoulder. Mwakalobo atakuja kwenye half space, Dani Alves atakimbia kwenye wide. Ndio maana unaweza kushangaa mtu kapokea mpira sekunde moja kashaiua timu yenu. Okelo alifanyaje kwa jana? Si anaangalia tu movement za wenzake. Kwa sababu kabla hujapokea mpira jua wapi utapeleka mpira. Wanasema before receiving know where to pass.
yani kabla hujapokea jua nitaupeleka wapi. Wengi sasa ambao wanakosa basics, na hapa sasa tunarudi, si kosa la wengi, ni kosa la kimfumo, hawajakuwa kwenye basics. Kwa sababu nilikuwa nasikiliza interview moja ya Chelsea na kocha wao azungumza, hakuna tactics duniani bila basics. Yani wewe Makalobo utafundishaje tactics, mbinu uwanjani? Mtu hawezi kutuliza mpira, hawezi kudribble ameangalia mbele anaangalia chini, tactics haziwezi kwenda mzee wangu. Na changamoto hiyo changamoto hii inamkuta nani sana, inamkuta Kagoma. Hana jicho. Anacheza nafasi ya kiungo. Hana jicho. Na hata jana kipa wake nusura mara mbili asababishe kwa Kante pamoja na Kagoma. Nusura asababishe magoli. Kama Mlandege wangekuwa makini, wangeweza kupata magoli, kwa sababu unaanzishiwa mpira ambao wewe hujatazama. Alipokuja kukumbuka kutazama, anaporudi kutazama mpira amechukua tayari mtu ashaingia kwenye mguu. Umeona? Kwa hiyo ndo changamoto hiyo inakuja. Kwa hiyo kama una jicho zuri la kutazama wakati mpira unapoletewa, ukuamua mpira ni upeleke wapi, kwa sababu lazima utazame ndio upeleke wapi. Alafu sasa unakuja kutazama mpira, miguu yako sasa inakuwa yenyewe inazungumza. Kwa hiyo ukikosa hiyo kitu, wakati mwingine nafasi zile zinakupata tabu sana kucheza mpira namna hiyo. Natamani sana anyway, ngoja mjadala ni mzuri na mkubwa sana. Unajua Simba na Yanga ndo timu ambazo sasa hivi tunazitazama zaidi. Kwa sababu Mei 3 na mechi dabi ya Kariakoo ligi kuu, lakini tutaanza kuishuhudia kesho kutwa hapo tarehe 29 ambayo itakuwa inahitimisha ama inapamba zile sherehe za Muungano. Na Muungano ilikuwa ni jana. Nafikiri Simba walikuwa na wakati mzuri akasema hebu tuitakatishe hii siku, Walipamba sherehe. Wakaipamba sherehe na ikawa ni furaha